Mwaka mmoja baada ya watu 10 kuangamia kwenye mto wa Kwa Musui eneo la Kilome katika kaunti ya Makueni kwenye barabara ya Sultan Hamud kwenda Kasikeu wakati lori lililokuwa limewabeba kusombwa na maji ya mto huo, daraja hilo halijawekwa vizuizi kufikia sasa. Haya yanajiri licha ya ahadi hiyo kutoka kwa viongozi, huku wakazi wa eneo hilo sasa wakisema mito mingi kwenye eneo la Kilome haina madaraja, hali ambayo inahatarisha sana maisha yao. Mwezi Aprili mwaka uliopita watu 10 waliangamia katika mto Kwa Musui kwenye barabara ya Sultan Hamud kwenda Kasikeu wakati lori la mchanga lilipojaribu kuvuka mto huo uliokuwa umefurika kusombwa na maji. Viongozi waliofika hapo wakati huo wakiwemo maafisa wa serikali kuu wakiahidi kuwa daraja hilo la chini lingewekwa vizuizi kuzuia mikasa siku za usoni. Mwaka mmoja baadaye daraja hilo limebakia vivyo hivyo huku likiendelea kuwaweka wengi kwenye hatari. Hakika tulisononeka sana, tukalia sana na hatukupata usaidizi, maana hadi wa leo kukinyesha maisha yetu inakuanga hatarini. Maana bridge maji ilikuja ikabeba watu wakafuatiliwa, lakini hata kiongozi wetu aliye katika kiti Bwana Nzambia hakushughulika. Lori lilianguka kwa hii mto na nikapeleka watu wengi, hata wengine hawajaonekana, na bado serikali tunalilia wakuje hapa na watu wote wa serikali kutoka county government hata national government wakuwa kwa hii eneo washikane, tujue watafanyia nini hii bridge. Tulitegemea labda wale watu wakibebwa na ile maji na wapotee, wataweza kupewa kitu, labda hamna hata yeyote amepewa chochote. Wengi wao hamna wanalala hata njaa, na watoto wao wengi hata wameacha shule. Wakazi wa eneo la Kilome sasa wanawataka viongozi wa eneo hilo, wale wa kaunti na serikali kuu kuchukua hatua za haraka na kuweka madaraja kwenye mito mikubwa kama vile mto wa Kwa Musui, ule wa Kaluku na kurekebisha daraja la mto Mikuyu ambalo limeanza kuonyesha nyufa miezi 4 tu baada ya ujenzi wa daraja hilo kukamilika. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na kera ikuje hapa iweke bridge ambayo ni permanent ili tuweze mudu maisha ya wengi, ndio watu wasiendelee kupoteza maisha. Tunauliza tafadhali viongozi wetu wazingatie, maana ukiangalia kwa mfano kuna zile mito ziko hapa zimekuwa ni majanga kwa watu wetu, maana tuko na ile mto ya Kwa Musui ile ya kwanza kutoka Sultan, pia tunakuja ile ya Kwa Kaluku. Ukiangalia hizo mito zinahitaji ile barrier, lakini tumeongea maneno mwaka nenda mwaka rudi na hatuoni mambo ikitendeka. Kwa hivyo tunauliza viongozi wetu wajibike, maana tusipowajibika tutaendelea kupoteza maisha ya watu wengi hapa. Makueni imeendelea kupokea mvua nyingi ambayo imesababisha vifo vya watu 8 kufikia sasa. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.